Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV, yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Oktoba 2025. Kwanza ni muktasari wake. Hospitali ya Benjamin Mkapa yapongezwa kwa uboreshaji huduma za afya. Maafisa biashara jiji la Dodoma wapewa mafunzo ya mifumo ya kusajili miradi ya uwekezaji. Na kata ya Iyumbu yaadhimisha siku ya afya na lishe saliki kwa kutoa elimu ya lishe bora kwa jamii. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amesema kuwa anaahidi kushirikiana kwa karibu na hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa kuhakikisha inazidi kuwa mfano wa kuigwa kwa utoaji wa huduma bora za afya, kwa sababu imekuwa mkombozi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa kutoa huduma zaidi ya 17 za kibingwa na huduma 20 za kawaida. Ameyazungumza hayo kwenye uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 10 ya hospitali hiyo yaliyofanyika katika bustani ya mapumziko Nyerere Square. Hospitali ya Benjamin Mkapa, kama ambavyo tumetoka kusikia historia, ilizinduliwa tarehe kama ya leo, tarehe 13 Oktoba 2015, na ikiwa na sehemu ya utekelezaji azma ya serikali ya awamu ya 4 chini ya uongozi wa rais wa wakati huo Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, dhamira ya kuimarisha huduma za afya nchini kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi wote wa Tanzania bila kujali hali zao za kiuchumi. Katika kipindi hiki cha miaka 10 tumeshuhudia maboresho makubwa na ya haraka ya huduma za kibingwa na kibobezi, na mpaka sasa hospitali inatoa zaidi ya huduma 17 katika eneo la ubingwa wa juu na ubingwa wa juu, na pia anatoa huduma 20 za ubingwa wa kawaida. Kati ya huduma hizi hasa za kibobezi, wastani wa 30% zimeanzishwa ndani ya miaka 4 iliyopita, yani serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo katika hizo huduma zote za kibingwa na kibobezi, 30% yake imeanzishwa katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maadhimisho ya siku ya watoto wenye mtindio wa ubongo duniani yamefanyika katika shule ya msingi Nkuhungu jijini Dodoma, yakilenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa ujumuishi, heshima na matumaini kwa watoto wenye mahitaji maalum. Akizungumza katika maadhimisho hayo, katibu tawala wa wilaya ya Dodoma Sakina Mbugi, ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri, alisisitiza kuwa ni jukumu la jamii nzima kuhakikisha watoto wenye mtindio wa ubongo wanapewa nafasi sawa ya kupata elimu, huduma za afya na kushiriki katika shughuli za kijamii kama ilivyo kwa watoto wengine. Kanda namba 1 inayohudumia kata 9 zilizopo jiji la Dodoma imejipanga kuhakikisha wananchi wote watakao kwenda kupata huduma watahudumiwa vizuri, kwa sababu kanda hizo zimesogezwa karibu na makazi ili kuwapunguzia gharama za kufuata huduma makao makuu ya halmashauri. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa utumishi kanda hiyo Lea Mshangila aliwaasa wananchi kuendelea kujitokeza katika ofisi za kanda zilizopo katika soko la wazi la Machinga kupata huduma bora. Kanda namba 1 tumejipanga vizuri. Kwanza tumejipanga kuendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara wote, lakini pia tunawapokea wafanyabiashara kwa kuendelea kuwahudumia kwa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma za service levy, huduma za leseni, kuna leseni za kila aina, leseni za vileo na huduma zinginezo zote zinazotolewa ofisi kanda namba 1, huduma za ardhi, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, huduma za afya, huduma za mazingira, huduma za kielimu. Huduma zote ambazo zinatakiwa kijamii kupitia halmashauri ya jiji la Dodoma zinapatikana pia kanda namba 1. Katika kanda yetu namba 1, kata zetu zote 9, tunaomba wote wajitokeze kwa wingi, tuendelee kuwahudumia wananchi wetu, wasipate shida kwenda mbali, waje hapa, tumewafuata kwa ukaribu, tunawapa huduma kwa ukaribu. Karibuni sana wateja wetu, wananchi wetu pamoja na wafanyabiashara, tunawajali, na ndio maana mkurugenzi ameona kuna tija kuwasogelea kwa ukaribu kuendelea kupata huduma endelevu. Aidha, Francis Macha, mnufaika wa huduma kutoka kanda namba 1, alikuwa na haya ya kusema. Kwa ajili ya kuomba leseni, renew ya leseni ya biashara ambayo tayari ninayo, nimepokelewa vizuri na huduma imetusogelea wananchi na imekuwa rahisi, nyepesi, tunapokea kwa ushirikiano kutoka kwa wafanyakazi na mambo yanaenda vizuri.
na hapa wito wananchi wenzangu wasogee hapa ofisi za kanda waweze kupata huduma. Ni chap sana na wamefanya mambo yamekuwa marahisi. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma ilitoa mafunzo kwa maafisa biashara kutoka wilaya zote za Dodoma kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutumia mifumo ya kusajili miradi ya uwekezaji ili kupanua wigo wa ushirikiano wa kutoa huduma bora na kutangaza fursa za uwekezaji zinazopatikana ndani ya mkoa huu. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja kanda ya kati kutoka mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, Venance Mashiba, anaeleza faida za mafunzo hayo kwa maafisa biashara watakao kwenda kuhakikisha wawekezaji wakubwa na wafanyabiashara wanawekeza kwa wingi hapa nchini, hususan katika mkoa wa Dodoma. Tuko hapa leo tukishirikiana na ofisi ya mkoa wa Dodoma, ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, kuandaa mafunzo kwa maafisa biashara wa halmashauri zote za mkoa wa Dodoma kwa lengo la kujengeana uwezo ili tuweze kuelekezana na kufundishana masuala mbalimbali yanayohusiana na uwekezaji katika mkoa wetu wa Dodoma na nchi yetu kwa ujumla. Lengo la mafunzo haya ni kuweza kuwapitisha maafisa biashara walioko katika halmashauri zote za mkoa wa Dodoma kuhusiana na shughuli zinazofanywa na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, lakini vile vile kuweza kuwafundisha mifumo tunayoitumia ili kuweza kusajili miradi ya uwekezaji. Sasa lengo la kuwapa mafunzo haya ili tuweze kupanua wigo kwa watoaji huduma ili tushirikiane na ofisi za biashara za halmashauri katika kuwaelimisha wawekezaji kuhusiana na fursa zilizopo katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini pia waweze kuwahamasisha na kuwafanya wasajili miradi yao na kituo cha uwekezaji ili wapate manufaa yanayotolewa na serikali kwa kusajili mradi wako na mamlaka, lakini vile vile waweze kuongeza na kukuza uchumi wa mkoa wetu wa Dodoma kwa maana ya kuhamasisha wawekezaji wengi wajitokeze, wazichukue fursa za uwekezaji tulizonazo katika mkoa wetu na hatimaye mkoa wetu uweze kunufaika na uwekezaji huo. Jitokeze kwa wingi, waende kwenye hizo ofisi zetu za biashara katika halmashauri zao, wataweza kupata taarifa zote zinazohusiana na uwekezaji na taratibu zote za kuweza kutambulika kama mwekezaji, ikiwemo kusajiliwa na mamlaka ya uwekezaji TISEZA. Hii ni kwa sababu TISEZA bado ina-operate kwenye ofisi zake kwa kanda, na hivyo inakuwa ni ngumu kuwafikia wawekezaji wote kwenye ngazi ya wilaya na kwenye halmashauri. Kwa tunaamini kwa kushirikiana na maafisa biashara tutakuwa tumesogeza karibu zaidi huduma zinazotolewa na TISEZA na hivyo kuweza kuwafikia wawekezaji wengi zaidi wenye nia ya kuwekeza katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa upande wake, afisa viwanda na biashara jiji la Dodoma Adam Lau alisema kuwa anawakaribisha wawekezaji wote kwa sababu huduma zote zitapatikana katika ofisi za halmashauri. Jina naitwa Adam Lau, ni afisa viwanda na uwekezaji wa jiji la Dodoma. Leo tulikuwa kwenye mafunzo yaliyoandaliwa na TISEZA kwa ajili ya kuwajengea uwezo maafisa viwanda na biashara na uwekezaji kutoka halmashauri 8 za mkoa wa Dodoma. Mafunzo haya yalikuwa yameelekezwa kwa ajili ya kutujengea uwezo hasa kwenye kusajili makampuni kwa ajili ya kupata huduma zikiwepo hizo incentive, misamaha ya kikodi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi huduma hizi zitatolewa katika halmashauri na taarifa za kampuni zitaingizwa kwenye mifumo ambayo tumefundishwa leo, na mifumo hiyo sasa itatuwezesha sisi kufanya kazi zote, na tutakapokamilisha basi hizo kampuni zitaenda kupata hivyo vyeti vya misamaha. Na vyeti hivi vinadumu kwa muda wa miaka 5, anaendelea kupata misamaha kwa muda wa miaka 5, na baada ya hapo sasa kwa maisha yanayoendelea ya mradi, sisi wataalamu wa halmashauri tutaendelea kuwasaidia katika kupata huduma nyingine ili
mwekezaji asiweze kukwama. Hivyo basi tunaendelea kuwakaribisha wawekezaji katika halmashauri zetu, hasa halmashauri ya jiji la Dodoma, kwa ajili ya kuja kuwekeza, kwa maana ya kwamba sasa hivi tuna uwezo wa kutoa huduma zote kuanzia kwenye ngazi ya halmashauri, basi na TISEZA watakuwa wanakamilisha katika hatua ya utoaji wa vyeti. Na kata ya Iyumbu, halmashauri ya jiji la Dodoma, imefanya maadhimisho ya siku ya afya na lishe saliki yaliyolenga kuelimisha wananchi namna ya upangiliaji bora wa vyakula kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 na watu wazima. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mtendaji kata ya Iyumbu Joanita Arnold alieleza kuwa katika ngazi ya jamii vyakula vya karibu aina zote vinapatikana, hivyo akina mama wanatakiwa kuzingatia lishe tangu wakiwa wajawazito ili kulinda afya ya mtoto. Ameenda vizuri, tulikuwa na makundi yote ya vyakula na kwa ujumla tumeweza kuwafundisha namna ya kuandaa makundi hayo. Na lishe tumeelimisha kwamba lishe sio lazima uwe na kipato kikubwa. Hapana, ni vitu ambavyo vimetuzunguka. Mboga za majani tunalima wenyewe, mahindi tunalima wenyewe, karanga tunazo wenyewe, matunda ya pori yametuzunguka, ubuyu, ukwaju. Vyote hivyo tumeelimisha kwa watoto wakipata lishe nzuri toka akiwa tumboni mwa mama mpaka anazaliwa anapata lishe bora. Tunatumai mtoto huyo atakuwa ana akili na uelewa wa haraka. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.